Kiukweli nilifahamu kwamba ninachoenda kuomba sio kitu sahihi, lakini imebidi nikuombe tu. Ningefanyeje? Mimi ni mama. Kama watoto watakapoondoka nyumbani kwa siku chache tu, mama anaanza kujisikia vibaya siku moja baada ya nyingine. Sasa hebu jaribu kufikiria ni jinsi gani ninavyokosa pumzi kwa sababu ya kukosa uwepo wa mwanangu kwa siku zote hizo. Katika masuala haya sio rahisi wazazi kubaki katika hali ile ile. Naren anaweza kuacha kila kitu na kukubali kuwa mtawaliwa. Na hakuna mama wa mwenye ujasiri wa kuvumilia kitu kama hicho. चोला कहाँ से ये तूने रंगवाया रे, चोला कहाँ से ये तूने रंगवाया रे। कहाँ जाए रे तू मलंगा, कहाँ जाए रे तू मलंगा, कहाँ जाए रे तू मलंगा रे, मलंगा रे, मलंगा रे। Naren amekuwa siku zote ni mtoto asiye na utulivu. Alikuwa hawezi kutulia sehemu moja zaidi ya dakika 2. Alikuwa hawezi kabisa. Alikuwa ni mtoto mchangamfu ambaye alikuwa anacheza na kila mtu. Alikuwa akiwavutia watu wengi kwa macho yake makubwa. Naren alikuwa na mwaka 1 na miezi 3 wakati kuhani alikuja kumbariki. Baada ya kuona tu cheti chake cha kuzaliwa, akasema Naren ana hatima 2 kwenye maisha yake. Huenda akawa mfanyabiashara maarufu mwenye mafanikio kama baba yake, au anaweza akawa mtu mwenye kujinyima zaidi ya babu yake. Hiki kitu kilimshtua sana baba yake Naren. Haris alimuona baba yake akifanya maamuzi magumu kwa ajili ya kujitolea. Na ndio maana aliweka wazi kabisa kwamba nimweke Naren mbali na masuala ya kidini. Naren kila alipokuwa akitoka shule alikuwa ananiuliza kuhusu masuala ya Mungu na wachungaji. Hata mimi nilibaki njia panda. Ningeweza kuwa mbinafsi au kutimiza majukumu yangu ya asili kwake. Lakini niliuelewa uoga wa baba yake. Kwa wakati huo kuwalea watoto wangu ilikuwa swala la muhimu kuliko vyote. Na ndio maana mimi nilimlea maisha ya kawaida kama wanavyolelewa watoto wengine. Nikamweleza kuhusu masuala ya Mungu na umuhimu wa kumwabudu na kumpenda Mungu. Nilimfundisha kila kitu ambacho mtoto anapaswa kufahamu. Wote tulijaribu kuelewa ni nini Naren alikuwa anafikiria. Hatukuacha sintofahamu yoyote ile. Lakini mume wangu alishindwa kuelewa kabisa ni kitu gani Naren anahitaji kwenye maisha yake. Alikuwa ni mpweke licha ya sisi wote kuwepo. Alikuwa anakula chakula cha kawaida na anaishi maisha ya kawaida. Hajawahi hata kukasirishwa na kitu chochote kile. Kwa nini alikuwa akijitesa namna hii? Tulihitaji awe na rafiki mdogo kama yeye.
Ni kweli sisi tulikuwa ni wazazi wake na tunampenda, lakini kikweli alikuwa anahitaji rafiki ambaye analingana naye umri. Na ndio maana tukakuomba wewe utusaidie kwenye jambo hili. Ni hivyo tu. Tunahitaji mtu ambaye atakuwa ni rafiki wa kijana wetu. Kama Naren ni mwanangu mimi, basi wewe pia ni familia yake. Na labda wewe unaweza kumsaidia na kunisaidia mimi pia kurekebisha makosa yangu ambayo niliyafanya kama mzazi. Wewe pale stejini ulicheza kama menaka. Kama uliweza kufanya hivyo, basi hata hapa kwangu naamini unaweza kufanya hivyo. Mvua imekatika. Napaswa kuondoka. Bila shaka tutafanya kazi pamoja muda si mrefu. Nitazungumza na kaka pindi tu nitakapofika huko na kuhakikishia. Sweet. Nini yote hii jamani? Tupo kwenye likizo, lakini bado umetingwa tu na kazi. Unaweza kuzungumza na mkandarasi baadaye, si ndio? Hivi unajua nini? Nikizungumza naye uso kwa uso nitapata mawazo mengi mazuri. Lazima kaka atafurahishwa na mpango. Je, ungependa chai? Hakika. Lakini tafadhali usiniweke sukari nyingi kwenye kikombe changu. Unafurahisha sana Nelo. Nitarudi. Sawa. Dereva atakurudisha nyumbani, sawa? Ninaweza kwenda mwenyewe mama. Nashukuru sana. Mama, najua kwamba umekasirika sana, lakini kuna kitu kimenisukuma nikwambie wewe, tena bila ya kusita wala kuwa na wasiwasi wowote. Asante mwanangu. Mwenyezi Mungu akupe umri mrefu. Nenda. Habari yoyote? Kwa hiyo shemeji na Naren wamekupa na wewe mapumziko? Bibi, nimefanya kile kitu ulichoniambia. Yaani macho yangu yote yalikuwa kwenye hii nyumba. Na bosi hajui kitu chochote kile. Vizuri. Kwa hiyo habari gani mpya? Bosi, kuna msichana alikuja hapa nyumbani kuonana na baba. Na bwana Viasi alimpeleka yule msichana moja kwa moja na kumpeleka kwenye chumba cha Naren. Na amekaa hapa karibia risali 1.5. Ila ameondoka muda si mrefu. Na huko amekasirika. Msichana? Ulishawahi kumuona kabla? Hapana bosi, sijawahi hata kumuona. Basi sawa.
Ikiwa kuna mabadiliko yoyote mapya nijulishe haraka. Ndio, sawa. Rahul, unajua chochote kuhusu ya msichana? Msichana? Nini tena? Bibi, kuna jambo hapa. Yaani huyu binti alikuja na maputo mengi sana. Maputo? Naren, yule msichana, maputo. Huyu ni Naren, ni mwanangu. Unatakiwa ushinde moyo wake. Nachokiomba kwako, ukae hapa kwangu kwa muda wa miezi 3. Kama nilivyoahidi hapo mwanzo, utalipwa vizuri sana. Tunachohitaji ni rafiki tu kwa ajili ya kijana wetu, na labda kwa msaada wako naweza kusahihisha makosa yangu ambayo niliyafanya. Kama kweli unamjali kaka yako, hakikisha kwamba hapokonywi hii nyumba. Naomba ulipe madeni ya mama yako. Kama kweli unamjali mjomba yako, lipa madeni ya mama yako. Nitatafuta suluhisho mjomba. Sio lazima kutafuta suluhisho tena. Nimeamua kuiuza hii nyumba. Anuj, Kwa kweli Bwana Gupta, si tumeipenda nyumba hii. Kaka yangu aliniambia kwamba unataka milioni 50 tu, na yeye amekubaliana na hilo, au unasemaje? Sahihi kabisa. Ila tulikuwa tunaomba moja tu, utukabidhi hii nyumba haraka iwezekanavyo, ndani ya siku 2 kama ikiwezekana hivi. dereva, tafadhali nakuomba, endesha haraka haraka, nataka nifike nyumbani haraka. Wao jamani, hii ni tamu sana. Kusum, uji wa mchele ulikuwa mtamu. Ni kweli mama, unatufanya tulambe midomo. Uji wa mchele ni mtamu kuliko chochote. Dada, yaani umekuja muda mwafaka kweli. Ingia ndani mwanangu, umekuja wakati sahihi. Kwa rehema za Mungu Rama, nyumba yetu imeweza. Leo wamekuja na... Wewe, hebu mwache kwanza mtoto ale kwanza. Lakini anatakiwa kujua sababu iliyoko nyuma yake. Mwanangu Puja, Bwana Sharma ametupa na nyongeza ya miezi 6. Hatulazimiki kuiuza hii nyumba. Na wale waliotaka kuinunua hii nyumba, yaani huwezi kuamini kabisa, baba amewaondoa hapa kwa busara zote. Unapaswa kuzingatia masomo yako kwa sasa. Hakuna mambo ya kufanya kazi. Bwana Sharma, umetufanyia fadhila kubwa sana kwa mara nyingine tena. Hamna kitu. Sijui hata kama naweza kuirudisha hii fadhila. Bwana Satish, ni kama vile nyumba yako bado inakuhitaji sana. Sawa basi, ningependa kuondoka. Kwa heri. Dakika moja mjomba, naomba nimtoe Bwana Sharma nje mara moja. Sawa. Mkuu. Ni nini hiki sasa? Hapo mwanzo ulikuwa unatulazimisha kuiuza hii nyumba.
na kisha unajaribu kunipatia kazi, na sasa unajaribu kutupatia nyongeza miezi 6. Pooja, mimi wala sikuwashinikiza nyie kwa lazima, na ukweli ni kwamba kipindi cha nyuma tuliweza kujipatia kiasi cha shilingi milioni 1. Nikuulize kitu, hivi ni nani aliyekupatia hiyo milioni 1? Ndiyo. Bibia Supriya aliniingizia milioni 1 kwenye akaunti yangu. Lakini hata hivyo kuna jambo moja aliniomba. Nisikwambie chochote kuhusu hili jambo. Tunapaswa kulizoea giza, Supriya. Angalau nikiwa gizani, huzuni yangu haiwezi kuonekana. Mlango mmoja unapojifunga, basi Mungu hufungulia mlango mwingine. Tafadhali nakuomba umwamini Mungu. Kwa kweli siwezi kuitegemea imani yangu tena. Pooja ndo aliyekuwa tumaini langu la mwisho. Inaonekana ili kumweka Naren kwenye mstari ulionyooka, inatulazimu tufanye kazi ya ziada sana. Mwanangu Bwana Sharma ametupa nyongeza ya miezi 6 mbele. Bibia Supriya aliniingizia milioni 1 kwenye akaunti yangu. Lakini hata hivyo kuna jambo moja aliniomba. Nisikwambie chochote kuhusu hili jambo. Hello mama, Pooja hapa. Ndiyo mwanangu. Kila kitu kipo sawa? Mama, unajua nakuheshimu sana, lakini siwezi kufanya kile ulichoniomba. Naomba usiwe na matumaini juu ya maamuzi yangu. Mimi nitamwambia Bwana Sharma akupatie pesa zako haraka. Pooja, mimi sio kama najaribu kukushinikiza. Ninachojaribu kufanya mimi ni kutubu kwa Mungu. Na wewe wala hutakiwi kufikiria mambo yote haya ambayo yametokea leo hapa kwetu. Haikuwa busara kukuomba vile. Na wala haikuwa haki mimi kukuambia ufanye kitu kama kile. Na wala Harith hakuwa sawa kutumia upekee wake kukuambia ufanye kitu kama kile. Tulichofanya ni ubinafsi. Kukupa zile pesa ilikuwa ni njia ya sisi kukusaidia wewe. Ukizikataa hizo pesa nitahisi kama vile hautuheshimu tena. Lakini mama... Naelewa. Kama utu wako haukuruhusu kufanya kitu kama hiki. Lakini mwanangu, chukulia hili kama fadhila. Ifikirie kama mkopo. Unaweza kurudisha muda wowote utakapotaka. Kubali mwanangu. Hii ni toba yangu kwako. Na pia utakapotembelea huku Rishikeshi, tafadhali njoo nyumbani kwetu. Hakuna ajuaye wapi pa kuipata furaha. Hebu itazame mvua inaponyesha kutokea angani. Mtazame jinsi mtoto alivyolala kwa amani kwenye kitanda chake. Mpaka rangi turubai lililotupu
karanga zinazoshamiri. Hakuna pa kuipata furaha. Unapaswa kuitafuta furaha ndani yako.